Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikize neno la Mungu na tafakari ya Jumapili ya Pasaka. Ndugu wapendwa, leo ndio siku aliyoifanya Bwana. Ni siku ya ufufuko wa Bwana. Ni siku ya ushindi. Hivyo tunapaswa kufurahi na kushangilia. Masomo yetu ya leo yanathibitisha juu ya ufufuko wa Yesu. Hivyo tuombe neema ya kufurahia sherehe ya ukombozi wetu. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 34 aya 37 hadi 43. Petro akafumbua kinywa chake akasema, jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohane, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa wahai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 4. Ndugu zangu, mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la Injili linatoka katika Injili ya Yohane. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane sura ya 20 aya ya 1 hadi ya 9. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwapo kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imesongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine alikuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 34 aya 37 hadi 43, Petro anatoa hotuba kwa wapagani. Kwa kuwa wapagani ni watu ambao hawajamjua Kristo bado, hivyo Petro anawafundisha juu ya muhtasari wa maisha ya Yesu, akianza kuelezea namna Yohane Mbatizaji alivyomfunua Yesu kwetu, namna Yesu alivyofanya utume wake, namna alivyouawa na Wayahudi, namna Mungu alivyomfufua, na anashuhudia kuwa wao ni mashahidi wa mambo hayo, na Yesu aliwaagiza amdhihirishe kwa wengine. Na sasa wanamdhihirisha Yesu kwa wapagani, kuwa kila amwaminie Yesu mfufuka
atapata ondoleo la dhambi. Hivyo katika somo hili Petro anashuhudia ufufuko wa Yesu. Ndugu wapendwa, katika somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya 1 hadi 4, Paulo aliwaandikia Wakolosai akieleza kuwa katika ubatizo wa Kristo tumefufukia maisha mapya. Hivyo tunapaswa kuishi maisha mapya ya ufufuko. Maisha ya ufufuko ni maisha yasiyo na makandokando. Ni maisha ya kumvaa Kristo Pasaka wetu. Ni maisha ya kufikiri yaliyo ya juu. Ndugu wapendwa, katika somo la Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 1 hadi ya 9 linathibitisha juu ya ufufuko wa Yesu kupitia Maria Magdalena, kupitia Petro na yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda. Pia linatupatia ushahidi wa kimazingira kuwa Yesu amefufuka kweli. Kuondolewa kwa jiwe, kukuta vitambaa na leso vimesongwasongwa. Ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo na sherehe yetu ya leo ya ufufuko, tunajifunza mafundisho matatu. Fundisho la kwanza ni uthibitisho kuwa Yesu amefufuka. Na fundisho la pili, sababu za Yesu kujidhihirisha kwa wanafunzi wake. Na fundisho la tatu, tunaalikwa kumdhihirisha Yesu mfufuka kwa wengine. Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaanza kulitafakari ni uthibitisho kuwa Yesu amefufuka. Uthibitisho wa kwanza kuwa Yesu amefufuka tunaopata kutoka kwa Yesu mwenyewe. Yesu kabla ya kuteswa na kufa kwake alitabiri ya kwamba atakufa na siku ya 3 atafufuka. Yesu alisema, nitalibomoa hekalu hili kwa siku moja na kulijenga kwa siku 3. Yesu alimaanisha kwamba watamuua kwa siku moja, atazikwa na siku ya 3 atafufuka. Na kweli baada ya siku ya 3 alifufuka. Hivyo alichokitabiri kilikuwa ni cha kweli na kimetimia. Na baada ya ufufuko aliendelea kuwatokea wafuasi wake na kuwaambia, nimefufuka kama nilivyosema. Hivyo kutoka kwa Yesu mwenyewe tunapata uthibitisho kuwa amefufuka kweli kama alivyosema. Hivyo tunapaswa kuamini. Ndugu wapendwa, uthibitisho wa pili kuwa Yesu amefufuka kweli tunaupata kutoka kwa Maria Magdalena. Katika somo la Injili tumesikia kwamba hata siku ya kwanza ya juma Maria Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Maria Magdalena ndiye wa kwanza kufika kaburini na kutoa habari za ufufuko kwa wanafunzi wa Yesu. Ukisoma aya zinazofuata baada ya Injili tuliyoisikia, Injili ya Yohane sura ya 19 ya 11 hadi ya 18, inaelezea kuwa malaika walimtokea. Pia na Yesu alimtokea, na Maria Magdalena akatoka kwenda kuwapasha wanafunzi wa Yesu habari za ufufuko wa Kristo. Yesu anajidhihirisha kwanza kwa mwanamke Maria Magdalena aliyeenda kumpaka mafuta, kumuonesha upendo Yesu ingawa alikuwa tayari amekufa. Ndugu wapendwa, tunaona Yesu anajidhihirisha kwa watu waliodharaulika katika jamii. Anajidhihirisha kwa Maria Magdalena kuliko kwa wanaume na wanafunzi wake. Ndugu wapendwa, nasi tunapaswa tufufuke na Kristo, tuwasaidie na kuwanyanyua watu waliodharaulika katika jamii zetu. Tumeona Maria Magdalena anaonesha upendo mkubwa kwa Yesu, kwenda asubuhi na mapema kaburini kwa Yesu ili kumpaka mafuta ingawa Yesu alikuwa ameshakufa. Maria Magdalena anaonesha upendo kwa Yesu kwani alikumbuka fadhili alizomtendea wakati Yesu akiwa hai. Alishawahi kumtoa pepo 7. Tujiulize sisi, je, tunakumbuka wema, upendo, fadhili walizotutendea ndugu zetu marehemu? Je, tunawakumbuka na kuwaombea katika ibada ya misa takatifu? Manemane yetu ni kuwakumbuka katika sala na kuwaombea katika misa. Tukumbuke wema na fadhila walizotutendea na tuwaombee. Kuna watu wengi ambao wamefariki, huenda ni baba, mama, kaka, dada, ndugu yoyote, huenda ni rafiki yako, mwanajumuiya mwenzako au mlifanya naye kazi pamoja. Na hao watu walikuonesha upendo mkubwa au walikusaidia katika jambo fulani wakiwa hai na leo wamefariki. Je, unawakumbuka na kuwaombea? Maria Magdalena hakusahau wema ambao Yesu alimtendea. Ndio maana alijihimu asubuhi na mapema kwenda kaburini alipozikwa Yesu. Nasi daima tuwakumbuke ndugu zetu marehemu, tuwe na mazoea ya kuwaombea, kuenzi matendo yao mema, kusafisha makaburi yao na kujengea. Tendo hili ni tendo la baraka. Maria Magdalena alijipatia baraka kwa tendo lake jema. Yesu alijidhihirisha kwake na akawa wa kwanza kushuhudia ufufuko wa Yesu
na kwenda kuwaambia wanafunzi wake. Asingeenda kaburini kwa hili tendo lake jema, baraka hii huenda isingempata. Malaika na Yesu mwenyewe huenda wasingemtokea. Hivyo uthibitisho wa pili kuwa Yesu amefufuka tunaupata kutoka kwa Mariamu Magdalena. Ndugu wapendwa, ushuhuda wa tatu kuwa Yesu amefufuka tunaupata kutoka kwa Petro. Katika somo la pili tumesikia baada ya Petro kupashwa habari na Mariamu Magdalena, waliondoka mbio na kwenda kaburini kushuhudia na kukuta leso na vitambaa vimesongwa-songwa, ila mwili wa Yesu haukuwepo. Kutokukuta mwili wa Yesu na kusongwa-songwa kwa vitambaa ilikuwa ni ishara tosha kuwa Yesu amefufuka. Pia katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Petro anathibitisha jinsi Yesu alivyoishi vizuri, alivyotenda kazi njema za kuhubiri na kuponya. Petro anathibitisha kuwa Mungu alimfufua siku ya tatu. Ndugu wapendwa, kutokana na kazi nzuri alizotenda Yesu, ambazo Petro anathibitisha jinsi Yesu alivyoishi vizuri, alivyotenda kazi njema za kuhubiri na kuponya, Petro anathibitisha kuwa Mungu alimfufua siku ya tatu. Ndugu wapendwa, kutokana na kazi njema alizotenda Yesu, ambazo Petro anathibitisha, pia kutokana na maisha ya Yesu yenye muunganiko na Mungu, Mungu Baba asingekubali mwanaye aozee kaburini pasipo kumfufua. Hiyo ndugu zangu wapendwa, nasi tukiishi maisha adilifu na yenye muunganiko na Mungu, Mungu hatakubali tuangamie. Tujapokufa, Mungu atatufufua. Tukiishi na Kristo, tutakufa na Kristo na tutafufuka na Kristo. Tukiishi maisha adilifu kama Yesu, Mungu hatatuacha tuangamie. Tujapokufa, atatufufua tukaishi naye. Tukiishi maisha yenye muunganiko na Mungu, Mungu atatufufua siku ya mwisho. Tukitimiza vyema majukumu yetu ya nyumbani, kanisani, katika jamii, familia, Mungu hataacha tuangamie. Tunapoishi maisha ya huruma, upendo na kujali wengine, Mungu hatatuacha tuozee kaburini, bali atatufufua ili tukaishi naye. Ndugu wapendwa, watu waadilifu hawataangamia kamwe, wataishi milele katika ufalme wa mbinguni. Watu wanaojitoa kwa Mungu, watu wanaotenda matendo ya huruma kama Yesu, Mungu hatakubali waozee kaburini, bali atawafufua ili wakaishi naye. Ndugu wapendwa, uthibitisho wa nne kuwa Yesu amefufuka kweli tunaupata kutoka kwa wafuasi wake. Yesu baada ya ufufuko wake aliwatokea wafuasi wake na kuwaambia amefufuka, na hivyo waende Galilaya. Yesu baada ya ufufuko wake alikuwa akiwatokea watu wake wa karibu. Ndugu wapendwa, hata katika maisha yetu ya kila siku, Yesu anajidhihirisha zaidi kwa watu walio karibu zaidi naye, watu wanaomcha na kumwabudu, watu wanaompenda, watu wanaoishi mafundisho yake, Wakristo wanaompokea katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hivyo tukitaka Yesu mfufuka aendelee kujidhihirisha katika maisha yetu, ni lazima tujitahidi kuwa karibu zaidi na Yesu kwa njia ya sala, neno lake na kumpokea mara kwa mara kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ndugu wapendwa, ushuhuda wa tano unaothibitisha kuwa Yesu amefufuka ni uthibitisho wa Injili. Injili zote nne, Injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohane, zote zinathibitisha juu ya ufufuko wa Yesu. Zote zinazungumzia juu ya ufufuko wa Yesu. Hivyo ni kweli Yesu alifufuka, na ufufuko wake ni kwa sababu ya matumaini yetu, kwamba na sisi tutakufa lakini tutafufuka kama Yesu, na kuna maisha mengine baada ya kifo. Hivyo ili tuweze kufufuka pamoja na Kristo, ni lazima tufe pamoja na Kristo, yaani tufe mikononi mwa Kristo. Ndugu wapendwa, ushuhuda wa sita unaothibitisha kuwa Yesu amefufuka ni uthibitisho wa kimazingira. Hapa tunaangalia ushahidi wa kimazingira mahali alipozikwa Yesu. Ushahidi wa kaburi wazi, kukuta vitambaa vya sanda bila mwili, kukuta leso na vitambaa vimesongwa-songwa. Ushahidi wa kimazingira unathibitisha kuwa Yesu kweli amefufuka. Hivyo tunapaswa kuamini juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo na kuishi maisha ya furaha na matumaini. Fundisho la pili tunalotafakari ni sababu za Yesu kujidhihirisha kwa wafuasi wake. Yesu baada ya ufufuko wake alijidhihirisha zaidi kwa wafuasi wake. Yesu alijidhihirisha zaidi kwao ili kuwaimarisha, ili kuwatia nguvu, ili kuwaondolea woga na wasiwasi, ili kuwapa furaha na amani ya kweli, ili watoke wakamdhihirishe kwa wengine, ili watambue kuwa kweli Kristo amefufuka. Yesu asingejidhihirisha kwao, wangeendelea kuwa na wasiwasi, kuwa na woga, wangeendelea kujifungia,
wangeendelea kukosa furaha na amani. Yesu aliendelea kujidhihirisha kwa wafuasi wake wa karibu sana, japo alimsaliti wakati wa mateso yake. Ndugu wapendwa, fundisho tunalolipata ni kwamba Yesu daima anaendelea kujidhihirisha kwa watu walio karibu naye, hata kama kuna nyakati wanamsaliti. Hivyo hata kama umetenda dhambi, usiache kusali, usiache kwenda kanisani kwa sababu ya dhambi hizo. Usiache kuungama. Dhambi zisitukatishe tamaa ya kuacha kumtumikia Mungu. Ukiacha kusali kwa sababu ya dhambi, utakutana wapi na huruma ya Mwenyezi Mungu? Utapata wapi neema ya Mungu? Utapata wapi neno la faraja na matumaini? Utapata wapi msukumo wa kutubu? Katika sala Yesu hujidhihirisha. Katika ibada ya misa takatifu Yesu anaendelea kujidhihirisha kwetu sisi wa dhambi. Ndugu wapendwa, fundisho la 3 tunalotafakari, tunapaswa kumdhihirisha Yesu mfufuka kwa wengine. Maria Magdalena, baada ya Yesu mfufuka kujidhihirisha kwake kuwa amefufuka, naye alienda kuwapasha habari wanafunzi wake. Pia katika somo la kwanza Petro anatoa maagizo ya Yesu kuwa aliwaamuru wakamdhihirishe kwa wengine. Hivyo Yesu anapojidhihirisha kwetu, nataka na sisi tumdhihirishe kwa wengine. Katika ibada ya misa takatifu Yesu anajidhihirisha kwetu kwa njia ya neno lake, kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Nasi baada ya ibada ya misa takatifu kuisha, tunapaswa kwenda kumdhihirisha Kristo kwa watu wengine kwa njia ya matendo yetu bila woga. Maria Magdalena alienda kumdhihirisha Kristo mfufuka kwa wanafunzi wake bila woga. Hakuogopa umbali wala changamoto za njiani. Wanafunzi wa Yesu pia walimdhihirisha Kristo kwa wengine. Hawakuogopa changamoto yoyote. Nasi daima tumdhihirishe Kristo kwa wengine. Hivyo katika sherehe hizi za Pasaka tuombe neema ya kumdhihirisha Kristo mfufuka kwa wengine kwa njia ya maneno na matendo yetu, kwa njia ya kuwatakia wengine heri na baraka za Pasaka. Itukuzwe damu ya Kristo milele. Amina. Katika Bwana nawatakia sherehe njema za Pasaka. Bwana amefufuka. Haleluya. Aliyowaletea tafakari hii ni mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu. Utukufu na ukuu hata milele na yeye